Mimi mwenyewe shahidi, nimelala naye chumba kimoja Maka na chumba kimoja Madina. Shekhe usiku saa 8 unamkuta hayupo, kashaenda haram. Lakini sio haram tu, alikuwa anaenda Masjid Aisha, ananuia anafanya umra. Kwa umri wake na magonjwa aliyokuwa nayo, Allah Subhanahu wa ta'ala shifa, amefanya kazi zaidi ya afya yake. Watu vijana kama sisi tumeshindwa, lakini shekhe alikuwa anapiga umra mara kwa mara, na mpaka namwaga mimi Madina na kwenda zangu Taif, namwambia napita Maka mimi kwa ajili ya kufanya umra. Akaniambia nasikia na mimi nifanye umra nyingine, baada ya kufanya umra kadhaa. Lakini pia alivyorudi tu amekwenda safari ya Kagera, toka Kagera amerudi, na hivi sasa hivi tunaye. Mimi nilikuwa na wasiwasi sana ujaji wake, akaniambia mimi shahidi nitakuja, na amekuja na ana dharura anakwenda. Sheikh, nakushukuru sana, lakini kile alichonipa mimi nataka tu niseme kama alivyoniambia siku ile, ananiambia malaika watanishangaa sana kama nitakataa. Akanikabidhi ukurugenzi wa dawa na tabligh, japokuwa mimi nilikuwa msaidizi wake, kwanza nilikuwa mratibu, yeye alikuwa mkurugenzi wangu, lakini akanikabidhi, akaniambia sasa cheo hiki utaendelea nacho na wewe unafanya kazi ya dawa, ndio mahala pake. Lakini Allah Subhanahu wa ta'ala akampandisha, akawa sasa katibu wa baraza la ulama. Mimi natakiwa niripoti katika ofisi ya mufti, na ofisi ya mufti ni baraza la ulama. Kwa hiyo tena bosi wangu tena pale pale, na sio bosi wangu tu, mashehe wote wa mikoa, mashehe wa wilaya na wote, kama barua ya kutengua au kuteua inatoka kwake. Kwa hiyo shekhe ni mzito. Allah Subhanahu wa ta'ala mjaze kheri. Nafasi yangu ya wenyekiti nimeacha, sijui nije baadaye, nimesema siwezi, lazima nije nimshukuru Allah kujaza kheri nyingi sana. Lakini nimepata dua vile vile ya Alhaji ambaye bado hajamaliza siku 40. Tumshukuru sana Allah Subhanahu wa ta'ala, tunamshukuru sana shekhe.